Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Paul Mpalanzo ameachiwa sasa hivi kutoka kituo cha polisi cha Ng'ombe, ambapo amekuwa anashikiliwa kuanzia aliposafirishwa kutoka Dodoma Jumamosi tarehe 11 mwezi huu. Lakini background ni kama ifuatavyo. Mimi nilikuwa niko Dodoma kwa shughuli za kikazi za kimahakama. Nilikwenda kule tarehe 8. Alfajiri ya tarehe 8 around saa 7 na nusu nikapokea ujumbe kutoka kwa rafiki yake na Pauline. Alinitumia mwenyewe Pauline, lakini kupitia simu ya rafiki yake kwamba amekamatwa na anahifadhiwa, anapelekwa kwenye kituo cha polisi cha Kati, Central Police Station Dodoma. That means ilikuwa ni sasa ni alfajiri ya tarehe 9. Basi kwa kuwa ilikuwa sasa usiku hakuna cha kufanya, nikasubiri kuamke, na nilikuwa na mawakili wenzangu wawili ofisini kwangu. Mmoja wapo ni wakili Koti Mugwai Lissu, ni mdogo wa mwisho wa wakina Tundu Lissu, Koti Mugwai Lissu. Kwa nikamwelekeza aende kituo cha polisi cha Kati Dodoma kwa ajili ya kufuatilia ni maslahi ya kisheria ya Pauline. Alishindwa, na mimi of course nilikuwa najaribu kufanya mawasiliano kwa simu na uongozi wa polisi wa mkoa, hasa RCO wa mkoa wa Dodoma na maafisa wengine, lakini walikuwa wanapiga dana. Sisi tumemhifadhi tu hapa na nini. Mkuu wa kituo anasema ametoa maelekezo sio na nani, CCID anasema hapana. Yani kwa kifupi kulikuwa kuna hiyo dana, lakini labda pia wakati huo ulikuwa kuna ugeni wa kitaifa kule mkoa wa Dodoma, pengine ilichangia, lakini mwisho wa siku sheria ni sheria. Anyways, kwa tukapambana tarehe 9 ya Hamisi, tarehe 10 Aprili Ijumaa. Jumamosi tukapewa taarifa, Jumamosi ya tarehe 11 tukapewa taarifa kwamba Pauline anasafirishwa kuletwa Dar es Salaam kwenye chini ya himaya ya ofisi ya ZDCO, Zone of Crimes, Dar es Salaam Special Police Zone Crimes Officer. Na RCO wa kule akaniambia kwamba sasa mawasiliano yote ni yafanye na ofisi ya ZDCO, lakini baadaye tukafahamu kwamba anafanya kituo cha Ng'ombe. Kwa hiyo Jumapili nikamtuma tena wakili Koti Lissu aende pale cha Ng'ombe kujaribu kuonana na Pauline na kuangalia haki zake, lakini pamoja na kwamba aliweza kuonana na uongozi wa kituo na mpaka ngazi ya mkoa ofisi ya RCO, lakini kumuona ilishindikana. But anyways, tulifikishia ujumbe Pauline kwamba tupo, asijisikie mpweke. Of course toka Dodoma alikuwa anafahamu kwamba tunampigania. But ili kufupisha story ni kwamba tukafanya mawasiliano na uongozi wa polisi. Jumapili kashindikana, Jumatatu, Jumanne, Jumatano nikaona sasa hii imekuwa too much, nikapeleka mahakamani maombi yanaitwa habeas corpus, na kalake nitakutumia na summons nitakutumia. Sawa. Habeas corpus ni maombi unapeleka mahakama kuu ukitaka taasisi kwa maana jeshi la polisi labda utakukuru, yani taasisi zile ambazo zina mamlaka ya kumkamata mtu na kumweka kizuizini, kwamba taasisi hizo zimpeleke mahakamani, zimwachie bila masharti yote, au zifike mahakama kuu mbele ya jaji mhusika zieleze kwa nini zinamshikilia huyu mhusika na kwa nini hawajapeleka mahakamani kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo maombi yakawa yamepangiwa, nilipeleka chini ya hati ya dharura, na nashukuru mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam kwa haraka wakayafanyia kazi, yakapangiwa kusikizwa mbele ya jaji anaitwa Morris, na summons zikatoka jana mbio tukaenda kuwaserve wanasheria mkuu wa serikali, IGP, ZDCO kama nilivyosema, ZPC kwa maana kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam cha Ng'ombe sipo kwenye himaya, kamanda wa kanda maalum ya Dar es Salaam. Na tukamserve pia na RCO wa Temeke. Kwa wote tukawaserve jana. Nikana kusema nitakutumia maombi yangu yote na summons, na asubuhi hii bila shaka, yani sina shaka yote kwamba ni kwa sababu ya maombi yale wamemwachia Pauline kwa dhamana bila masharti yote, hajamfikisha mahakamani. Imagine unakaa na mtoto wa kike, mtu yote yule stahili kukaa kizuizini, lakini zaidi mtoto wa kike unamshikilia kwa siku 9, unamsafirisha, unatumia fedha za umma, unatoa gari Dar es Salaam au Dodoma kumleta Dar es Salaam, mtu unakaa naye mahakamani umfikishi, unaleta taharuki kwenye jamii, kwenye familia, unawachosha wanasheria wake, alafu unakuja kumwachia namna hiyo. Yani ni mfano mbaya kabisa wa matumizi ya hovyo ya nguvu za kipolisi ambayo hatutaachia hapo kwa kweli. Nafikiri sasa manake tabia inaongezeka. Yani ni
ni tabia ya hovyo kabisa kisheria. But anyways, good news kana kusema ni kwamba Bi Pauline Mpalangio ameachiwa huru. Nimeongea naye dakika chache zilizopita, ametushukuru mawakili wake, nimeshukuru binafsi kwa kumpigania bila kuchoka. Basi mengine tutatoa taarifa baadaye. Kama nilivyosema, sidhani sasa ni sahihi kuacha hili swala liwe namna hiyo, sababu ni tabia ambazo kama nilivyosema kisheria ni za kijinga kabisa. Ni kwamba yani impression ya pekee hapo unaweza kaijenga ni kwamba watu wanakamatwa, wanawekwa ndani kama kuwakomesha hivi. Kwa sababu kwa nini ukae na mtu siku 9 mpaka habeas corpus mpewe summons na maombi ndio mnaanza kumwachia? Kwa hiyo ni hivyo. Na hawajasema hasa alikuwa anamshikilia kwa kosa gani? Kama nilivyosema, dandaa zilikuwa nyingi. Kama umenisikiliza vizuri, nimesema kwa sababu engagement ya kawaida ya kisheria, kama umemkamata mtu unamwambia tuhuma zake, unampa nafasi ya kuwasiliana na ndugu jamaa, hasa wakili wake. Sasa kama nilivyokuambia, kuanzia Dodoma mpaka Dar es Salaam, njoo kesho, njoo saa 3, RCO ananipa tu appointment. Tuambie mawakili waje kesho saa 3. Saa 3 RCO hayupo ofisini. Of course aliniambia alifiwa, but no problem. Ofisi yote ni wadamu, unaweza kafiwa. Una second kwa deputy RCO au afisa mwingine hata mkuu wa kituo, basi kuna mawakili wanakuja tena kwa heshima. Tumakini Kibatala, wakili wote ni wakili, lakini ni Kibatala. Unafahamu kabisa kwamba huyu mtu yuko serious, anakuja kufanya shughuli serious. Nimekupigia simu, kesho mawakili wangu wanaomba appointment waonane na mteja wao. Saa ngapi? Waje kesho saa 2 mpaka saa 3. Haupo saa 2 hiyo mpaka saa 3. Mtu yuko kizuizini. Yaani hatuongelei matunda, tunaongelea haki ya mtu ya kizamana. Kwa hiyo jibu fupi ni kwamba mpaka sasa hivi hatujafahamishwa, kwa sababu tungefahamishwa kisheria wakati wa mahojiano, au tungepokelewa vizuri kipolisi kwamba mteja wako bana huyu hapa, muangalie afya yake nzuri kabisa, amepata huduma zote za kisheria na za kibinadamu, tunamtuhumu kwa mashtaka haya na haya, utaratibu wa kumpeleka mahakamani ni huu, mjiandae tukutane mahakamani kama ni Kisutu au ni wapi. Hiyo ndo ustaarabu wa kisheria. Lakini sasa huko kwetu tunafanya mambo, yani ukiwasikiza viongozi wa siasa utafikiri tunaishi mbinguni, lakini ukienda field ndio unakuta kuna madudu kama hayo. Sasa yale hayo ni madudu. Sasa huyu ni Pauline Mpalangio ambaye anawakilishwa na Peter Kibatala. Je, mtu ambaye hana wakili inakuwaje? Yaani huyu ni Pauline Mpalangio, binti maarufu sana, wakili wake ndio hivyo, mmoja wapo anafahamu at least sheria za Kiswahili, anakuwa treated hivyo. Imagine sasa mtu ambaye hana msaada au hana sauti ya kisheria anakuwa treated hivyo. Kwa ni mambo ambayo ni ajabu, lakini sisi tunashuka kama ni sehemu ya harakati na mapambano ya kuleta haki katika taifa letu. Hatutachoka mpaka itabia ikome kabisa. Kwa wale wanaozungumzia reforms sio hizo tu wanazungumzia, kuna mambo mengi kabisa, madudu mengi ya kwenda kuyapruti huko. Yaani jeshi la polisi linahitaji reforms za hali ya juu kabisa. Yaani masuala mengine ni ya weledi tu. Yaani ni mtu tu kutoka kwenye makando yale ya kizamani. Alafu maafisa ni wasomi tu siku hizi, wanasoma Open University, wanasoma wapi, mahakamani kwenye kizimba atakwambia mimi na degree ya sheria. Apply basi degree ya sheria tuione. Hawafanyi. Kwenye kizimba tukiwa na hoja anaelewa itambulisha pale, mimi nimesoma na degree ya sheria, sio nimeenda wapi. Show us hiyo content ya hiyo nilichokisoma. Lakini hawafanyi. Kwa ni masikitiko kwa kweli, yani wanatuchosha sisi, wanawachosha wateja wetu. Very simple, unamkamata mtu ukiwa umejiandaa vizuri. Na ndio sheria inavyosema. Kwa bunge juzi wambadilisha sheria, mkamate mtu, peleleza, fika vizuri, jua kosa gani unamshtaki nalo, mkamate mtu. Na unaja kwenda mkamata usiku. Watu wengine unampigia tu simu, anakuja na wakili wake, unamprocess, mnakwenda mahakamani, unamsomea mashtaka, kama kosa lina dhamana, anaomba dhamana, mahakama inaamua. Yaani very simple. Lakini tunafanya mambo kuwa magumu necessary, yani tunaonekana kama ni primitive. Yaani alisemaga Nyerere kuna kitu inaitwa primitive nonsense, ndio hii ambayo inafanyika. But anyway, kama nilivyosema, hatutachoka katika kuleta mabadiliko katika taifa letu, kwa sababu sisi ndio wadau wenyewe. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.